ni kweli yuko pamoja nasi katika mtazamo na msingi wa imani. Yuko pamoja nasi ni mfano kamili unaoonekana wa Mungu asiyeonekana. Hata hivyo, tunadai imani Mungu pamoja nasi, lakini hata siku moja hatutamwona Bwana Yesu ameteremka kati yetu, amefika mbele yetu katika maumbo yetu ya binadamu na kuongea na sisi, lakini yuko Emanueli, Mungu pamoja nasi, mfano kamili unaoonekana wa Mungu asiyeonekana. Katika msingi huo wa imani tunaona alama za uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu kwa njia ya Kristo mwanaye Emanueli. Ndizo hizo tunazoadhimisha. Alama hizo za uwepo wake ziko nyingi, hata uwepo wetu hapa, afya yetu, tunapokuwa tunamwimbia masifu kwa sauti nzuri kama hizo, ni alama za upendo, ni alama za uwepo wa Mungu kati yetu kwa njia ya Kristo Emanueli, Mungu pamoja nasi. Lakini pia hata kwa hayo ambayo tunayatayarisha jioni hii kwa ajili ya kesho, ni alama wazi na mfano kamili unaoonekana wa Mungu asiyeonekana. Ni alama za kiwokovu, ni alama za kiwokovu. Vijana wetu 24 ambao tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu akipenda, siku ya kesho atawapa sakramenti ya upande. Ni alama inayoongea sana, inayoongea kwa sauti kubwa sana juu ya uwepo wa Kristo kati yetu. Na sisi katika hali yake ya ukuu, akifanana na sisi, lakini alama uwepo wa zawadi zake za kiwokovu, pendeleo ajabu. Ndugu zangu, tuko hapa jioni hii kwa ajili ya kuandaa vijana wetu katika roho ya sala, wawe katika ibada, wawe katika hali ya utulivu, wajue kwamba wanaingizwa katika mafungo hayo, si sana sana kwa sababu ya uzuri wao, si sana sana kwa sababu ya mambo ya pekee waliofanya Mwenyezi Mungu, alafu akapenda kuwashirikisha mafungo makuu ya uongozi ya wokovu kama hayo, kwa sababu tu ya upendo wake na huruma yake kwao, lakini kwa kanisa kwa imani ya kanisa. Yesu anataka kuwatumia kama vyombo vya uokovu, kupeleka uokovu wake kwa watu wake. Na hivi tuko dunia kwa ajili ya kuandaa. Kanisa inaomba na kudai, tunapokuwa kwenye sherehe kubwa zinazokuza uokovu wetu au mafumbo makubwa yanayokuza uokovu wetu, tuanze maandalizi na ibada kama hizi. Hapa ni ibada za mkesha, ni ibada za matayarisho za vigilia, na vigilia, ili kuwe na matayarisho ya haya mambo makubwa, matayarisho ya mambo makubwa. Vijana wetu tumekuwa tunawaandaa
Tumekuwa hapa kanisani tangu asubuhi kuandaa kutoka hapa saa 9 kwenda kula, na wamerudi tena kwa ibada ya maalum. Lengo la haya yote ni kuwaweka katika hali ya utaratibu, kuandaa waone kwamba wameshapendelewa na wakubali upendeleo tu, watulie katika Bwana, watulie tu, watulie. Mambo ni makubwa sana. Kwa hiyo wakianza kuwa na woga watajaribu, watulie katika Kristo. Sasa tuko hapa kuwaombea na kuandaa na hayo mambo ya kesho. Kanisa linadai na kuomba kwenye vijilia ya kuandaa watu kama hawa, pamoja na sala kuwaombea kama tunavyowaombea. Anza waungane kanuni ya imani, maana kesho ibada ni ndefu. Wakianza kufanya hayo tutatoka kanisani. Waungane kanuni ya imani. Wapendwa, tumeizoea sana kanuni ya imani na tunaona kwamba ni sala ya kawaida tu, na siku hizi tumeiacha. Hata napokuwa kwenye sakramenti ya kipaimara napata shida sana, na watoto wetu wengine hata hawajui tena kanuni ya imani kwa ufasaha, anaanza anashindwa. Lakini laiti kama ningefahamu ukuu wa kanuni ya imani. Kanuni ya imani imefunga mafundisho yote ya Kanisa Katoliki. Mafundisho yote makuu ya Kanisa Katoliki yamefungwa katika kanuni ya imani, na kanisa linadai, sio habari ya katolisimu tu. Vijana kama hawa kwanza kwenye ushemasi wa muungano kwa mzakoni lazima waungane. Kwa sababu gani? Hayo mambo mengine ambayo kwenye vitabu vingi tu vya teolojia vingi tu, tena ni maelezo tu, ni maelezo ya mafundisho makuu, katekisimu iliyobeba mafundisho makuu, teolojia kuu ya imani yetu ya Kikatoliki imefungwa katika kanuni ya imani. Kanisa linaomba na kuagiza waungane kanuni ya imani hadharani. Tena sio hawa tu, hata wakichaguliwa tena wakifikia uaskofu wanaungama tena, lazima waungane. Hasa tena uaskofu tena ndio lazima waungane, kwa sababu kitu ambacho iwe ni shemasi, kwanza iwe ni Mkristo wa kawaida, iwe ni shemasi, iwe ni padri, iwe ni askofu, hakuna cha pekee sana kwenda kufundisha mafundisho yaliyofungwa katika kanuni ya imani. Kama hivyo, maana yake wajue kama nabii Ezekieli alipomeza yale maneno alipotamka, na baadaye domoni ikawa kitamu, lakini anameza hivi kama nabii anapokwenda kwa watu wa Mungu hapati kitu cha kutoka. Ndugu zangu, wataungama, na wanapoungama ni lazima tuwaombee kwa kweli, isiwe kwamba ni maigizo tu, ni marudio, waweze kwenda kuishi mafundisho hayo ya Mama Kanisa Katoliki yaliyofungwa, yaliyowekwa kwa muhtasari wa utajiri na wa hekima sana katika kanuni ya imani. Tuwaombee sana waweze kuyabeba katika nafsi zao, katika mioyo yao, na mahali popote watakapokuwa usiku na mchana waweze kuyatangaza hayo, wanapokuwa mbele za watu wakimwakilisha Kristo, wakiwakilisha kanisa lake takatifu Katoliki, watoe hayo kwa namna moja au nyingine, kama makanisa, kama Mko Mtakatifu anaweza kuangaza, lakini bado wako pale, na hata kama walikuwa na doctorate
katika Biblia, katika masomo mengine ya kanisa, lakini bado ni hayo tu tunacheza nayo. Ndugu zangu, tuwaombee hayo wanayoungama na kwenda tena pale altarini kusali. Naona watakwenda pale altarini, wanakaa pale katikati pale tunapomtolea utukuzo wewe Bwana Mungu wa ulimwengu na kwa wema wako. Askofu anawapisha pale, waweke sahihi pale katikati, ili iwe wazi kwamba kwa kweli ndivyo nimekuja mpaka hapa kabisa, hapa kabisa ambapo hakuchezewi. Nimekuja hapa kuendea sahihi. Vijana wangu, nimeshaomba tena sahihi ni kitu cha kutisha sana. Sio wewe mwenyewe, yaani sahihi maana yake the total person of yourself is put there. Yaani ile mindfulness ndio unayaamsha pale, ndio yenyewe. Yaani mtu anaweka sahihi, yaani kwamba ni yeye mwenyewe, ni the totality of the same person. Unaiweka pale, maana sinaita na mambo pia wanaendeleza, mtakuwa kwa sana muwe mwende taratibu katika kuweka sahihi. Musio wepesi kutoka, maana sahihi ni commitment, total personal commitment to what you have said, to what you are doing. Hayo wataweka sahihi pale katikati kabisa ya maana ya kondoo wanapotolewa bila sadaka takatifu, na askofu atakaa kwa niaba ya kanisa kushuhudia hilo jambo, naye asaini. Sasa jana watoto wetu waombee, na ndio maana tunawaandaa wasiwe na uoga, watulie. Mambo ni mazito, lakini kama mmeshafikia kwa hiyo yakubali kiume, mjitumbukize huko kiume, ndio mnajua mnaenda fanya nini. Hamna mchezo katika mambo ya upande. Kwa hiyo tuwaombee, lakini watarudi tena. Kuna viapo vinavyoendana na hilo hali. Wanahama wasemi mimi baada ya kuruhusiwa ninaapa. Wanafikia mahali wanashika na Biblia, wanasema hayo ninakubali, ninayasadiki, ninaapa. Na hivi Biblia takatifu nayoshika kwa mikono yangu, maagano ya kutisha. Sasa hawayawezi wenyewe kwa sababu bado wanabakia binadamu tu. Tena ni vijana wadogo tu wa kichi tu, wataendelea kuwa tunaamini, lakini mambo wanayomwahidi Mungu ni makubwa sana, yanahitaji tusindikize kwa sala zetu na sadaka zetu, wakati ambapo tunawaomba pia nao wenyewe wayachukue kiume, maana sio kondoo. Kana uliza vile ofisini asina hata basi kwa kwenye taratibu baada ya mishana na moja ndio kutosha kabisa. Kama unapewa nyumba kama ndio hivyo, uingie kiume pia. Hata hivyo tuwaombee sana, ni mambo mazito sana haya, ni mazito sana, na wanapoacha kuwa waaminifu kamili katika yale wanayo yaahidi hivyo kwa undani, na mpaka wanakaa katika altari ya Bwana wanasaini, yanatuletea matatizo kwenye kanisa. Hatuwezi kuwa vizuri kwa sababu tunakula viapo vya uongo, anatuletea matatizo. Hatuwezi kuwa vizuri, maana tunakwenda kinyume na viapo na mambo ambayo tunapaswa kufanya. Tena tumeshapa na tunasema tumetoka huko. Ni lazima tuwaombee kwa niaba ya kanisa, tuwaombee sana, si wao tu, kanisa lote tuwaombee, maana ni sisi pia, ni watoto wetu. Tunafurahi sana tunawapata, lakini tunawapata wanaingia kwenye mambo ambayo ni magumu, mazito, wanajiunga na sadaka ya Kristo msalabani ili waweze kuleta wokovu kwa watu wa Mungu. Ndugu zangu, tuko hapa kwa matayarisho, tuko hapa kuwaombea, tuko hapa kuwasindikiza kwa sala zetu, kwa sadaka zetu. Msione kwamba kesho sasa wabishani
kuwa mabadi, tukaona ni basi ukiwa wanaingia kwenye uwanja wa ulimwengu wa sasa hivi, wanakuwa mabadi katika kipindi kibaya sana cha malimwengu. Secularism dunia inayokuja ni mambo yanakuja kwa kasi kabisa, mambo ya dunia, mambo ya malimwengu yanataka kumeza matakatifu na hayataki kuona mambo kama hayo. Hapa kwa hiyo hapa kanisani wakute vijana kama hao na seminaristi wamevaa nyeupe na altari na watawa, hakuna. Yaani dunia unataka umeze yatakie mambo ya ajabu tu. Sasa tuko kwenye wanakuwa mabadi kwenye ulimwengu na mlima. Hata kama nilivyowaambia tena, neema ya Mungu ina nguvu kuliko malimwengu. Kama mkiunganisha na Kristo kwa dhati katika sala, katika sadaka, katika utumishi wenu, yaani mnafanya kazi mnachoka mpaka mnashinda kufanya mambo mengine, yaani katika kujilima, kujitambua kwamba nyinyi nani, mnakuwa watu wakuwa na ile bado ni binadamu, hamtaingia, mtakuwa ni alama zinazong'aa za Kristo, za Yesu, kwa sababu neema yake ina nguvu kuliko madhaifu yetu. Tusijibebeleze na kujifundishia bali najua kwenye ulimwengu sasa hivi it is impossible to drink it. It is so hard. It is so hard. It is nothing hard. We are paid to do it. We are paid to do it. Kwa hiyo vijana mnaweza kabisa, na ni lazima pia moyo wa kwanza kupokea neema na baraka na msaada mnayopewa na watu. Msipokuwa kwanza hivi, msipokubali, sasa nani atawasukumia? Huwezi kusukumia Mungu mtakatifu, lazima uchukue hiyo. Ndio ndugu zangu, ndio ni matayarisho, waombee, wasindikize katika sala, katika sadaka. Wengine tutakuwa nao bado kwenye maparokia, wengine ni wazazi, wengine ni marafiki. Msiogope kuambia mambo hayaendi. Mbona umeshatoka huko? Mbona hapa? Mbona umeweka sahihi? Mbona ulikomiti kabisa? Hapana. Mbona yaani uko unakwenda ni kinyume, utaleta laana, utaleta shida kwenye kanisa. Kwa hiyo tuendelee kuwasaidia, tuendelee kuwashauri, na nyinyi pia msimame imara basi kama wanaume ambao mmejitosa kwa ajili ya Yesu. Kumbe basi, karibuni tuendelee na ibada hii takatifu ya masikia jioni, ya kuwaombea na ya kuwasindikiza katika matayarisho hayo muhimu mama kanisa anayeomba na kudai. Tumsifu Yesu Kristo.